Na mtazamaji wa Tanzania Panorama Media, leo nipo na muuza samaki maarufu zaidi aliyejizolea umaarufu katika mitandao ya kijamii kwa namna anavyowaelezea samaki kwa aina ya ufanisi mkubwa wa hali ya juu. Na sitaki kuongea mengi, karibu sana. Asante. Mimi kwa jina naitwa Mbaraka Said Salum. Mimi ni mwenyeji wa Dar es Salaam, mzaliwa wa Dar es Salaam katika wilaya ya Kinondoni. Makuzi yangu yamekulia hapa Dar es Salaam, shule ya msingi nimesoma Mwananyamala, lakini pia biashara zangu nimezifanyia katika soko la Mwananyamala. Hizo ndo mwanzo wa biashara hii, kuifahamu kutoka kwa mzee wangu mlezi alikuwa akifanya shughuli hizi na mimi nikaendelea na shughuli hizi. Lakini kwa wigo mpana sana nimeenda deep zaidi kwa sababu hii shughuli sasa mimi nina mwaka wa 25 naifanya hii shughuli kwa namna ninavyoifanya. Lakini kwanza shughuli hii unapoifanya lazima uwe mtu wa watu. Maana yake wewe shughuli yako uwe na uaminifu kwa watu na uaminike sana kwa watu kwa ile bidhaa yako. Samaki kweli, samaki inaweza kuwa ni aina moja, lakini je, ubora ndio ule ule kwa watu wengine unaowapa wewe na wenzako mnafanana? Lakini je, namna unavyowahudumia watu na wenzako ni sawa? Tunapishana. Je, kauli yako kwa watu wako ni sawa? Muda mwingine kuuza sio tatizo, kauli yako juu ya wateja wako waliokuzunguka. Mimi nafanya biashara katika ile eneo kwa muda mrefu sana na niko barabarani, lakini naaminika kwa namna nilivyojiweka, namna nilivyojisogeza kwa watu. Naamini mtaji ni watu, samaki ni bidhaa. Mtaji ni watu, samaki ni bidhaa. Unaweza kuwa na fedha ukanunua samaki kama hawa hapa nilipo ngakuachia na usiuze, kwa sababu je, watu nao, watu wanakukubali? Je, bidhaa yako unavyowahudumia watu, kile unachokisema unachowauzia vinalingana? Kwa hiyo ni namna ya hizi biashara tunavyoziendesha. Lakini kwa hivi sasa nashukuru, tangia nimeingia kwenye mitandao ya kijamii, kwanza nimetambulika zaidi na nimefahamika zaidi. Lakini pia nimeendelea kutoa huduma. Lakini pia kwa namna moja au nyingine, mimi kwa fikra zangu, kwa nchi yetu ilivyokuwa ukubwa wa Tanzania bara na visiwani, lakini Mungu ametujalia neema kubwa ya bahari yetu. Bahari yetu ina samaki wengi sana wa kutosha. Naamini yale tunavyosema uchumi wa blue kweli. Nimevaa joho la kutangaza, licha kwamba napata riziki kwenye biashara yangu, lakini kuitangaza nchi. Maana yake kuwaonyesha, sababu mimi ninavyojipost katika mitandao ya kijamii, Instagram, TikTok, Facebook, haina kikomo kwamba hii inazuia watu waone wa Tanzania. Leo mimi napokea simu kutoka Saudia, Muscat, Oman, Uingereza, Turkey, Malaysia, kila eneo ya nchi mimi napokea simu. Wengine nchi yetu ina watu wengi wametoka nje, wana familia zao. Kwa hiyo watu wanavyoniona kwenye mitandao ninavyojiposti, watu wao wa nje ndio wanaambia ndugu zao, nendeni katika eneo fulani mtakutana na mtu anauza samaki. Samaki wao anauza rahisi na ni samaki wa bora, sababu wanaona jinsi ninavyowatangaza. Hivi vitu viko hadharani. Hata wewe mtangazaji umeona hapa umefika, lakini umeona zile operations zangu zinavyoendelea, namna watu tunavyowahudumia. Kwa hiyo mimi nimejiamua kutangaza nchi yetu, kutangaza samaki tuliokuwa nao, bidhaa tuliokuwa nao. Natamani kiu yangu kubwa ifike mahala hata wageni wanapokuja katika nchi yetu, wanapoingia airport wakutane na mimi na waonyesha samaki tuliokuwa nao, kwa sababu ndio tunavyotangaza uchumi wa blue. Maana yake tunapotangaza Tanzania tunatangaza na bahari yake na vilivyomo. Kama tunaitangaza tourism ya Arusha, tunatangaza mbuga zetu, basi pia tupate mtu anayetangaza bahari yetu. Mimi binafsi kwa moyo mkunjufu, kwa roho moja, na kutangaza hii hali ya bahari. Licha kwamba napata riziki juu ya hii biashara, lakini natangaza kwamba nchi yetu ina samaki wa kutosha, tena wenye rutuba nyingi na wanafaa kuliwa na watu wote duniani. Ni namna ya mifumo yetu tukiandaa vizuri, watu wengi wanatamani ni wasafirishie. Watu wa Marekani wanatamani wasafirishie, Sweden, Denmark, watu wanatamani wasafirishie. Lakini namna gani sasa ya kuwasafirishia, ndio kuna kazi ya ziada ifanyike ili tuweze kufika kwenye malengo. Kwa namna soko la ndani kuwapelekea, hilo limefaulu kwa kiasi kikubwa sana. Leo mtu wa Mwanza mimi nampelekea samaki Katoro, Bukoba, Kigoma. Ya mwisho nimepeleka Nairobi, nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini wamefika na napokea zile ripoti kwamba wamefika salama na samaki wako wazuri, na naamini kupitia hili nalifanya leo linaweza likaonekana kwenye udogo sana, lakini mimi naliona kwenye ukubwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana sina khiana kumtaja samaki. Ninaposema samaki, nasema samaki na maanisha, na nazungumza ni mtu mwenye furaha. Wengi wao wanaweza kufanya biashara lakini hawaipendi. Mimi biashara naipenda. Yaani nilichomo mimi kwangu kama nalikoga, kwa sababu napenda hii kazi. Sababu nawapenda samaki wenyewe. Ni namna ya hizi shughuli Mungu alivyoniwezesha. Na mimi sijawahi kuchukia position yangu, kwa sababu hii position Mungu alioniteua, na mimi niko sehemu sahihi sana, kwa sababu nimewakilishwa kuwapa watu chakula, watu waweze kula chakula. Na chakula ni nini? Chakula ndo afya.
Hapa duniani tunaishi, lakini mwisho wa siku chakula lazima ule kitu kilichokuwa nzuri, na maradhi yote duniani yanatokana na chakula. Maradhi yanatokana na chakula. Kwa hiyo usipokuwa makini kwenye chakula, basi amini kabisa, amini kwamba wewe unajitafutia matatizo, kwa sababu chakula ndio afya, chakula ndio health. Leo vitu vingi vimeingiliwa, vitu vingi vimekontroliwa, sitaki kuvitaja, lakini namna vinavyotengenezwa, kitu salama kilichobakia ni samaki, na ni samaki wenyewe wa baharini, kwa sababu hamna mwenye uwezo wa kuwapiga shindano, wa kuwapa chakula wala kuwatunza. Hawa wanatunzwa na Mungu, wanaletwa na Mungu, kwa sababu hii imebaki control ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana kule kunaitwa majini. Na umezungumza mengi kuhusu uzoefu wako, miaka uliochukua ukiwa unafanya biashara hii. Mtazamaji wa Tanzania Panorama Media angependa kujua, ushawahi kufanya uvuvi? Mimi nimeshiriki na wavuvi kwa namna moja au nyingine pale Seacliff pale kuna boti za kisasa za wazungu wanakwenda pale kuvua. Nimeshiriki kuvua, lakini hata hao samaki unavyoona tumeingia ubia na baadhi ya maboti, kwa sababu unawapa mitaji kwenda baharini, wanaporudi samaki wote unawazuia wewe. Ndio maana katika soko langu mimi hakuna kila siku hapo. Yaani swala la hakuna hapa halipo. Hapa Jumatatu mpaka Jumamosi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, samaki kila aina hapa unamkuta. Juu ya kwamba leo kipindi hiki ni ukame, upepo mkali, lakini kwangu mimi samaki unamkuta. Sio miujiza, ni neema ya Mungu, aliniteua kwamba niwepo na nisamaki wanipe. Kwa sababu viumbe hivi vyote Mwenyezi Mungu ndivyo anavyovicontrol kwa namna moja au nyingine. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu tangia nimeanza sijawahi kuuza amna. Mimi ukinipigia simu nataka ngisi nitakwambia wapo. Nataka prawns nitakwambia wapo. Kila kitu ambacho kinapatikana ndani ya bahari yetu mimi napambana nacho kiwepo. Kiwe na maslahi, kisiwe na maslahi. Kuna vitu wanaitwa kaa. Watu wengi hawali kaa, lakini mimi nakuwekea. Kuna mwingine nikiposta nakwambia, "Oh, hii chakula yangu nimetamani, nilikula China, nilikula Hong Kong." Anakuja ananunua na mimi bado nawauzia. Kwa hiyo madhumuni makubwa sana katika nchi yetu hii, Mungu ametupa hizi neema. Hizi neema ni kubwa. Hizi neema ni kubwa sana ambazo Mwenyezi Mungu ametupa, ni namna tuweze kushukuru, kwa sababu ni jambo la faraja. Umekuwa ukimtaja sana samaki papa na klipu zako zimekuwa zikitembea sana kwa namna unavyomuelezea jinsia yake, jinsi alivyo. Ningependa umpe manufaa mtazamaji wa Tanzania Panorama Media kuhusu samaki papa. Utoe elimu kidogo kuhusu samaki papa. Ukiangalia filamu nyingi sana, kuna viumbe vingi baharini vinatisha na vikali kuliko papa penginepo. Lakini kwa nini amevuma papa? Amevuma papa, watu wengi wamemtumia kwenye movie kumwektia papa. Papa ni muuaji, papa ni hivi. Sasa mimi nageuza kwamba papa licha kuwa yeye anasumbua baharini, lakini papa anastahili kuliwa, na papa naye ni mtamu. Kwa hiyo papa, kuna aina nyingi za papa, lakini sio papa wote wakorofi. Lakini je, papa gani mkorofi, yupi si mkorofi? Ni ujuzi na utaalamu, yataka kujua. Naweza nikakutajia aina za papa. Kuna papa anaitwa chalawanzi, kuna papa anaitwa papa pingusi, kuna papa anaitwa kibuzi, kuna papa anaitwa papa usingizi, kuna papa anaitwa papa kichwa, kuna papa anaitwa papa kojo. Hizo zote ni aina za papa. Sasa je, yupi mkali katika hao? Yupo chalawanzi mpole, hana usumbufu. Mkali papa kichwa mkali, papa kibuzi mkali, lakini wana vimo. Lakini kuna zaidi ya papa kuna samaki mkali mwingine ambaye anatuana naye yuko mzia. Unaweza ukajeruhiwa na mzia ukasema papa, lakini hawa ni samaki ambao wanachuana. Lakini bahati mbaya tu ya samaki huyu amepata kama ulivyopata bahati mbaya ya muhogo. Mtu alikula muhogo siku moja mchungu, kila kama nataka muhogo anakuambia muhogo wa uchungu. Kwa hiyo vinavyodhuru baharini ni vingi. Kuna mkunga anadhuru, hata kingfish akiwa mkubwa sana anadhuru kwa sababu meno yake yenyewe kama msumeno. Lakini pia kuna samaki anaitwa samsudi, ana mdomo mrefu, ukawa vibaya na kutoboa, lakini bahati mbaya kaipata papa. Sasa mimi nimekuja kumuelezea papa na hali halisi ya papa. Papa ni nani? Papa ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu ambaye amekaa ndani ya bahari, kina nguvu, lakini kakinyima hakina miba, hakina mapenzi, kimebarikiwa ngozi, lakini ni mkali na ana nguvu. Je, anastahili kuliwa au haliwi? Anastahili kuliwa. Analiwaje? Mimi ninavyomuelezea, huyu utamla hivi, huyu utamla hivi. Lakini papa ni dawa. Papa ukitumia nyama yake ukichemsha, papa inaenda kukusaidia. Kama mtu anafanywa operation, inamsaidia kwenye mshono, inaenda kuponyesha kwa haraka. Lakini yale mapenzi yake yanatumika kwa sababu gani? Ni nyuzi zinazotumika kushoneka hospitali, utafiti umefanyika, zinafanywa kuwa ni nyuzi. Lakini je, zile kanda sehemu zenye baridi kali, papa anatumika kama ni sehemu ya mapenzi yake, watu kuchemsha kwenda kuondoa ubaridi ndani ya viungo. Kuna watu wanaumwa kwenye viungo baridi, papa anasaidia. Lakini pia papa, faida nyingine, utumbo wake au maini yake
Yakiweka ndani ya dumu, yakikaa ndani ya wiki mbili yanaharibika. Yakiharibika yanaenda kupakazwa ndani ya chombo boti. Boti inakuwa inateleza sana ndani ya maji. Kwa hiyo pia ni sifa ya papa. Samaki gani pendwa ambaye kwa siku anachukuliwa zaidi na watumiaji? Maelezo yako ya samaki wako. Samaki kwanza awe sifa, awe kwanza mpya, yani tunamaanisha fresh. Lakini samaki wamegawanyika kwenye ladha tofauti. Samaki mwingine hana mafuta, mwingine ana mafuta. Na inategemea unapika mapishi namna gani. Changu, mchome, mkaange. Lakini kwa kumunga kwa nazi atakusumbua. Atakusumbua. Lakini mchome, mkaange utamla mzima mzima. Huyo ni nani? Changu. Kole mle wale mapishi yote. Jodari mpikia hata pilau kwa sababu hana miba, hana usumbufu. Kwa hiyo mimi kwangu hapa aina zote zinaliwa. Ndio maana hata papa na watu wanakula kwa sababu gani? Papa ni mzuri. Papa ni samaki, lakini aina samaki bingwa sana kwangu red snapper. Changu mwekundu. Huyo samaki ni bingwa sana. Watu wanamkubali. Yule pale. Watu wanamkubali sana, analika sana. Lakini mimi sitaki kubaki kwenye samaki aina moja. Samaki wote nawatangaza. Ila unawapaga siku hadi siku. Leo naamua kumpromote huyu, kesho nampromote huyu, na watu pia wananisupport. Niwashukuru sana wateja wangu wanaotazama mitandao ya kijamii. Pale ninapokuwa na mapungufu wanisamehe, mimi ni binadamu. Lakini kwa namna moja au nyingine sina makusudio ni wakwazi. Lakini nina maana kuitangaza biashara na watu waelewe, hata kama kuna lugha inatoka tofauti, lakini sina maana lugha mbaya. Nitakaposema papa basi aeleweke papa samaki. Sina maana nyingine zaidi ya hiyo. Okay. Labda mtandao gani wa kijamii ambao umekuletea wateja wengi zaidi? Mimi nasema mitandao yote ya kijamii mimi naitumia. Instagram, TikTok, Facebook, yote mitandao mimi naitumia. Kwa siwezi kusema mtandao mmoja. Mimi nasema yote. Kuna wateja wanatoka Facebook, kuna wateja wanatoka Instagram, kuna wateja wanatoka Facebook. Lakini pia ndani yake umo competition ni nyingi kwa sababu sio watu wote wanakufurahia. Usiamini katika dunia hii kwamba unachokifanya wewe watu wote watakifurahia. Wengine unawachukiza, wengine unawakwaza. Lakini kwa wafanyabiashara wa samaki, aina yoyote, wachukulie fursa kwangu kwa sababu nimeamua kutangaza. Mimi sina uwezo wa kulisha nchi nzima. Ila nikisema samaki huyu mzuri, wewe uko na mteja wako mwambie tu samaki huyu mzuri, mwangalie jamaa pale wa samaki fresh anapomtangaza. Utauza, lakini nikitaja bei na kurahisishia wewe kumuuzia mteja wako hata kama alikuwa anakusumbua, competition isiwe kubwa, usinichukie mfanya biashara mwenzangu. Nipende. Kwa sababu mimi ni wewe na wewe ndio mimi na malengo yangu ni mazuri katika tasnia hii. Sijaja kuwachukiza watu, nimekuja kutoa huduma kwa watu. Mimi na wewe tuwahudumie watu na tuwaelimishe watu wale samaki zaidi kuliko vitu vingine. Kwa nini wale samaki? Samaki hana madhara, samaki hadhuru, samaki ni kitu ambacho kinamnufaisha na kinaleta afya. Samaki kinaongeza pia akili kwa binadamu. Wewe unasubiri nini kula samaki? Neno la mwisho kabisa kwa mtazamaji wa Tanzania Panorama Media. Kwanza tuziheshimu social media zote ambazo zina kwa namna moja au nyingine. Hamna social media ina udogo. Mazali kitu kinapostiwa ndani ya mtandao, basi amini kwamba hakika hilo jambo linakwenda mbali. Usitegemee hicho unachokitaka wewe kukifanya kikawa tofauti. Ni kitu kizuri, kipokee, kiheshimu. Kwa mimi naheshimu social media, lakini pia nawaheshimu watu wote. Na maana muda wote, saa yote niko makini kuto kupoteza jambo langu lolote kwenye social media. Naamini watu wanaangalia mistake utakayofanya, watumie advantage. Naomba Mungu anusuru na anilinde kwenye mambo yote yaliokuwa mabaya. Mambo hayo yatakuwa vizuri zaidi. Mungu atusaidie, atufikishe, atupe afya njema mimi na wewe, na wakati mwingine uje kunihoji kwenye namna utakavyotaka kunihoji. Kwani Panorama ni suluhisho la mimi na wewe. Karibu sana. Na mtazamaji wa Tanzania Panorama Media, kama ulivyomsikia Said muuza samaki maarufu, amekueleza namna samaki papa alivyo, faida zake na kadhalika. Sina la ziada. Mimi ni Mariam Milondomo, nyuma ya kamera yupo Lawrence Munubi. Mpaka wakati mwingine, shukran sana.